Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aongoza kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika leo Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Chama cha Mapinduzi chasema kitaendelea kusimamia utendaji wa serikali huku kikiwataka watumishi wa umma kuhakikisha wanawajibika kwa wananchi. Watu 13 wauawa kufuatia shambulio lililofanywa na majeshi ya Israel karibu na makazi ya wakimbizi wa Kipalestina iliyopo nchini Lebanon. Na katika michezo, klabu ya Simba yazindua rasmi kampeni ya kuhamasisha mashabiki kujitokeza uwanjani kwenye mechi ya CAF dhidi ya Atletico Petro di Luanda. Naam, habari za wakati huu mtazamaji wetu popote pale ulipo, bila shaka uko salama kabisa. Asante kwa kutuchagua kama kituo chako bora cha matangazo na karibu sana katika taarifa yetu ya habari ya kutwa, ikiwa leo ni siku nzuri ya Jumatano, Novemba 19 mwaka 2025. Mimi ni Najma Abdallah, nikuombe na nikusihi tuwe pamoja kuanzia mwanzo wa taarifa yetu ya habari mpaka pale tutakapofikia tamati. Siko peke yangu, nashirikiana na mwenzangu Ramla Jabu kwa upande wa lugha ya alama. Tuanze taarifa yetu ya habari kwa kuangazia habari za kitaifa. Mimi ni Najma Abdallah. Naam, na taarifa yetu inaanzia moja kwa moja kutoka Ikulu Chamwino mkoani Dodoma, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo ameongoza kikao kazi cha mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu kilichofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Mtazamaji, zifuatazo ni baadhi ya picha na matukio mbalimbali ya kikao kazi hicho kama zilivyoandaliwa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu. Karibu tutazame. Naam, hizo ni baadhi ya picha na matukio mbalimbali kama zilivyoandaliwa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu zikimulika kikao kazi ambacho kimefanyika hii leo kikijumuisha mawaziri, manaibu waziri, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu kilichofanyika leo jijini Dodoma. Taarifa nyingine ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo Novemba 19 amefanya uteuzi wa watendaji watatu katika ngazi mbalimbali za uongozi, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, uteuzi huo ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua mwanahabari mwandamizi Tido Mhando kuwa mshauri wa Rais masuala ya habari na mawasiliano. Lakini pia Mheshimiwa Rais amemteua Bakari Steven Machumu kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu, ambapo anachukua nafasi ya Sharifa Nyaga ambaye amepangiwa majukumu mengine. Pia Rais Samia
amemteua Mheshimiwa Lazaro Nyalandu kuwa balozi. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari na sasa hivi tunaangazia taarifa nyingine. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewasili jijini Lusaka nchini Zambia leo Novemba 19, 2025. Makamu wa Rais anatarajiwa kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la uzinduzi wa ukarabati mkubwa wa reli ya Tazara itakayofanyika tarehe 20 Novemba mwaka huu jijini Lusaka. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kenneth Kaunda, Makamu wa Rais amepokelewa na Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Zambia, Mheshimiwa Dr. Elijah Muchima, Balozi wa Tanzania nchini Zambia, Mheshimiwa Balozi Luteni Jenerali Matthew Mkungile, maafisa waandamizi wa Jamhuri ya Zambia na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na vikundi mbalimbali vya ngoma vilivyoandaliwa kwa heshima yake. Pamoja na viongozi wengine, Makamu wa Rais Dr. Nchimbi ameambatana na Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kahiarara, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Reli Tanzania TRC Mhandisi Machibia Masanja, pamoja na Mkurugenzi Mkuu wa TASAC Bwana Mohamed Salum. Naam, tumulike taarifa nyingine kutoka kule visiwani Unguja, ambapo Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema ameridhishwa na hatua za wawekezaji wazawa kuanza kuwekeza kwenye miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo eneo la sekta ya utalii ambayo ni nguzo kuu ya uchumi wa Zanzibar. Amesema hatua ya wawekezaji wazawa kuwekeza kwenye miradi mikubwa itachangia kwa sehemu kubwa katika kukuza uchumi na kuchangia pato la taifa na kutoa ajira kwa vijana. Tupate taarifa zaidi. Ni ufunguzi wa hoteli ya kitalii ya Tembo ya Kiwengwa Resort Zanzibar iliyopo kijiji cha Kiwengwa. Akifungua hoteli hiyo inamilikiwa na mwekezaji mzawa, Rais Mwinyi anapongeza ujenzi wa mradi huo na kuelezea furaha yake kwa wawekezaji wazawa kuwekeza kwenye miradi mikubwa. Pale tunaposema uongozi unaoacha alama, tunataka tuache alama kubwa kubwa. Leo nimefurahi zaidi, na sababu yangu ni kwamba hoteli tunaokuja kuifungua ni ya mzawa Mzanzibari. Nisingependa nione tunaendelea kufungua miradi mikubwa yote ya wageni. Napenda nione wazawa nao wanashiriki katika miradi. Aidha, Rais Mwinyi anawataka wawekezaji wazawa kuzitumia fursa za uwekezaji zilizopo nchini. Sisi wazawa tusiwe watazamaji, tushiriki katika uwekezaji. Kwa hivyo wewe umetuonyesha njia, na waomba wazawa wengine wote wenye uwezo basi wafanye mambo kama haya ili tuweze kuacha alama kikweli kweli tutamaliza mwaka 2030. Akizungumzia kuhusu sekta ya utalii, anasema sekta hiyo imeendelea kuimarika na kuongeza idadi ya watalii wanaoingia nchini. Tumevuka rekodi yetu ya watalii kuingia nchini. Sasa hivi tunazungumzia kwa mwezi zaidi ya watalii 743,000 wameingia Zanzibar katika kipindi cha mwezi huo. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba tayari watu wana imani na amani na utulivu hapa Zanzibar. Hawasubiri hata uchaguzi upite, wameendelea kuja na wataendelea kuja. Mkurugenzi mtendaji mamlaka kukuza uwekezaji Zanzibar Saleh Saad Mohamed amebainisha miradi iliyosajiliwa na ZIPA kwa kipindi cha miaka 5 ya awali ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 8. Miradi yote iliyosajiliwa Zanzibar kwa kipindi chako cha awamu ya mwanzo cha uongozi wako, ambao ni jumla ya miradi 550 yenye mtaji zaidi ya dola bilioni 6.5. Ukipiga hesabu ya miradi yote ambayo ipo Zanzibar, mkoa huu unachukua 35% ya miradi ya utalii katika visiwa vyetu. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Naam, shukrani sana Juma Kasim kutoka Zanzibar. Na sasa tuelekee kule mkoani Dodoma. Chama cha Mapinduzi CCM kimeweka bayana kuendelea kuifuatilia na kuisimamia serikali, huku ikiwataka watumishi wote wa umma kuhakikisha wanawajibika kwa wananchi. Kutoka jijini Dodoma, shuhuda wetu Roda Simba ana maelezo zaidi. Msimamo huo umetolewa jijini Dodoma na Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa CCM Bwana Kenan Kihongosi wakati akizungumza na waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali. Endapo watakuwepo viongozi wazembe ndani ya serikali yetu,
chama hakitasita kuchukua hatua. Moja, kwa kushauriana na mwenyekiti wa chama ambaye ndiye rais, kwa sababu wajibu wa chama ni kufuatilia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Chama kimesema kitajenga barabara, mfano ameteuliwa waziri au naibu waziri ameshindwa kutimiza wajibu, lazima tutamweleza mwenyekiti na tutakaa kwenye vikao vya chama na kuwachukulia hatua. Na wanapochukuliwa hatua, umehoji tena, je, ni kuhamisha hapa kwenda pale au wala rushwa kwenda mahakamani? Nafikiri nchi yetu ina utaratibu wa sheria au inaongozwa kwa misingi ya sheria, na wapo viongozi wengi ambao wamechukuliwa hatua za kisheria, na wengine wapo ambao wameweza kufungwa, wengine waliweza kufilisiwa, na wengine wanaendelea. Aidha, katibu huyo wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM akachukua nafasi hiyo kuwaasa vijana kulinda umoja wa taifa. Tunatambua wako watu ambao hawana nia njema na taifa hili, na tunawafahamu, na wengine wanaonekana. Wapo wengine ambao wanaendesha operation katika mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuchochea vurugu, kuchochea machafuko, na wakiwahimiza vijana na baadhi ya Watanzania kwamba waende kuivunja na kuichoma nchi yao kwa mikono yao. Niwaombe sana wananchi wa nchi yetu, tuilinde nchi yetu. Wakati sisi watoto wetu wanaumia, wale wanaotushawishi watoto wao wapo nje ya taifa letu, wanaishi vizuri, wana maisha mazuri, na bado wanaendelea kutuhamasisha tufanye uvunjifu wa amani. Tukumbuke, kuirejesha amani katika nchi ni jambo gumu. Tuna mataifa ya mfano ambayo yamepoteza amani. Tuna nchi jirani ambazo zimepoteza amani. Tumeona namna gani watoto, kina mama, watu wenye ulemavu na wazee, namna wanataabika taifa linavyopoteza amani. Hivyo kaa peke yako, jiulize, nafanya haya kwa maslahi ya nani? Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Naam, asante Roda Simba kutoka Dodoma. Serikali mkoani Tanga imesema ipo tayari kuunga mkono juhudi za maboresho na ujenzi wa uwanja wa ndege kwa kuwa unaongeza fursa za utalii na biashara. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Raya Kipingu kutoka Tanga. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga Salim Msangi akizungumza kwenye kikao cha 58 cha uwezeshaji na urahisishaji wa usafiri wa anga kinachofanyika jijini Tanga amesema kumekuwa na ongezeko la abiria, huku akitarajia ifikapo mwaka 2026 Tanzania itakuwa inapokea abiria takriban milioni 8.1. Sasa tumefikia kiasi cha abiria milioni 7.4. Kwa hiyo abiria hawashuki kiwango chake. Viwanja vya ndege vilivyo bora, huduma zilizo bora, ndio zinaweza zikafanya hao watalii ambao tunawatarajia kupitia matangazo mbalimbali ambayo yamefanyika watatumia viwanja vyetu. Tumekuwa na uboreshaji wa huduma za usafiri wa anga kwenye viwanja vya ndege kwa 16%. Kwa hiyo ni matokeo ya kamati hii ambayo inakaa mara kwa mara kufuatilia na kuangalia tunafanyaje ili kila wakati tuendelee kuboresha huduma za usafiri wa anga kwenye viwanja vya ndege. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amesema sekta ya anga ni moja ya sehemu inayoingiza mapato, hivyo wapo tayari kuhakikisha wanashirikiana ili kufanikisha swala hilo. Serikali ya mkoa wa Tanga inathibitisha tuko tayari kabisa kuunga mkono sekta hii ya masuala nzima ya usafiri wa anga na juhudi za kuimarisha sekta hii sambamba na kukuza pia uchumi na utalii. Tuko tayari kushirikiana na kamati yenu hii na wadau wote kuhakikisha utekelezaji mzuri wa maazimio ambayo mtatokana. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Naam, serikali imesema mwamko wa Tanzania katika kununua hati fungani mbalimbali zinazoingizwa sokoni ikiwamo ya Al-Barak Sukuk iliyoingizwa na benki ya CRDB inadhihirisha wazi kuwa miradi mingi ya maendeleo nchini inaweza kutekelezwa kwa fedha za Watanzania wenyewe. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Katibu Mkuu Wizara ya Fedha ameyasema hayo kwenye hotuba yake iliyosomwa kwa niaba yake na naibu katibu mkuu wake Elijah Mwandumbia wakati wa hafla ya kutangaza matokeo ya uuzaji wa hati fungani ya Al-Barak Sukuk na uorodheshaji wa hati fungani hiyo kwenye soko la hisa la Dar es Salaam ili kuwawezesha Watanzania kuendelea kununua na hivyo kuwa na umiliki.
Matokeo ya uuzaji wa hati fungani ya CRDB Al-Barak Sukuk yanaonyesha lengo la benki ilikuwa ni kukusanya fedha za Kitanzania bilioni 30, lakini hadi dirisha linafungwa walikuwa wamekusanya bilioni 125, na kwa upande wa dola walilenga kukusanya jumla ya dola milioni 5, lakini hadi dirisha linafungwa walikuwa wamekusanya dola za Kimarekani milioni 32.2, huku takwimu zikionyesha kuwa hati fungani kwa asilimia zaidi ya 99 imenunuliwa na Watanzania na ni mmoja. CRDB Al-Barak Sukuk si tu hati fungani mpya, lakini ni chombo mahususi cha ujumuishi wa kifedha. Inajibu swali la Watanzania wengi, hususan wanaopendelea uwekezaji na huduma nyingine za kifedha zinazozingatia imani na maadili yao. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Abdulmajid Musa Nsekela amesema maendeleo ya nchi yanataka vyanzo endelevu vya kifedha, ndio maana CRDB Bank imekuwa bunifu wakati wote. Haya yote yanaonyesha utayari wa Tanzania kuwekeza, lakini yanatupa chatu sisi katika sekta ya fedha na wadau wengine kujua kwamba sio tu fedha hazipo nchini, bali ni kuja na instrument au bidhaa tofauti za kufanya Tanzania waweze kuwekeza. Sisi sote tunaweza tukawa mashuhuda kwamba nchi nyingi ambazo zimeshaendelea zimejengwa kwa asilimia kubwa na masoko ya mitaji. Fedha za kuchangia maendeleo ya nchi, fedha ya kuchochea uchumi wa nchi unatokana na masoko ya mitaji. Tanzania tunajivunia kuwa ni kinara katika ukanda wetu katika uwekezaji wa bidhaa za sukuk, pamoja na kwa jumla yake bidhaa ambazo ni endelevu, yani ambazo zinafuata ESG, na tumekuwa ni mfano wa kuigwa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Bwana Majidi amesema faida kwa wawekezaji kwenye hati fungani ya CRDB Al-Barak Sukuk itakuwa inatoka kila baada ya miezi mitatu. Hivyo awamu ya kwanza ya faida itatoka Januari 8 mwaka 2026. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Naam, shukrani sana Witness Ngalawa kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Maji imewahakikishia Watanzania kuwa mabwawa ya maji 700 nchini yakiwemo 60 ya tope sumu zinazotoka kwenye migodi na viwanda ni salama kwa kuwa hayana viashiria vibaya vinavyohatarisha maisha ya binadamu kutokana na athari za kimazingira. Taarifa ya mwanahabari wetu Henry Kavirondo kutoka mkoani Mwanza inafafanua zaidi. Ipo misemo isemayo tunza mazingira nayo ya kutunze, na kama hii haitoshi, maji ni uhai na kilimo ni uti wa mgongo. Kutokana na umuhimu wa misemo hii ambayo inasadifu maisha ya binadamu, serikali na wadau wengine ikaona ipo haja kutekeleza ujenzi wa mabwawa ya maji na tope sumu. Akimwakilisha Waziri wa Maji Jumaa Aweso jijini Mwanza katika mkutano mkuu wa mwaka kuhusu usalama wa mabwawa nchini, mkurugenzi wa huduma za ubora wa maji kutoka Wizara ya Maji Mteki Chisute amesema kuwa wizara hiyo imejipanga vizuri kudhibiti viashiria hatarishi. Mabwawa yetu bado yanafanya vizuri, kwa hiyo zile hali ya kwamba uhatarishi katika mazingira kwa mwanadamu na mazingira, kwamba tuko katika hali ya uhatarishi, kwa sababu mabwawa yetu bado yanafanya vizuri na hali yako salama. Lakini ndio tunapokuja kwenye mikutano kama hii sasa ni katika kujengeana uwezo sasa na kufanya maandalizi kwamba hata tunapofikia katika hali ya hatari tuweze kuzikabili. Kutokana na mkakati huu ambao serikali imejiwekea kuhakikisha mabwawa yote yanakuwa salama, wadau wa mazingira wakiwemo wawakilishi wa migodi ya madini nchini wamesema kuwa suala la usalama wa mabwawa wanalizingatia ili kuepusha athari za kimazingira na maisha. Takataka wanazotunza kwenye mabwawa hayo, au kama ni maji, hayo maji yaleti gharika kwa watu walioko sehemu za chini za mabwawa hayo. Kwa hiyo sisi kama shirikisho tunaendelea kuwahimiza wadau wetu kuhakikisha kwamba wanafuata sheria za nchi. Bariki ni mdau na amehakikisha kwamba mabwawa yote ambayo yanatumika katika migodi hii yamefika katika hivyo viwango vya ubora na usalama ili kuweza kulinda watu wanaozunguka na jamii inayozunguka kuanzia kwenye vyanzo vya maji. Mabwawa yanatunza kiwango kikubwa cha maji. Kwa hiyo ile nguvu ya mabwawa
kama litakuwa halikujengwa kwa kuzingatia taratibu zilizopo, lile bwawa likibomoka, maeneo yaliyo chini yataathirika, makazi, watu watapoteza maisha na vitu kama hivyo. Mkutano mkuu wa mwaka kuhusu usalama wa mabwawa nchini umewashirikisha wataalamu kutoka idara mbalimbali ikiwemo sekta ya madini, wataalamu wa maji, wataalamu wa mazingira, wahandisi wa mabwawa, wasimamizi pamoja na wadau wa masuala ya dharura. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Jamii imetakiwa kuendelea kuzingatia lishe bora ili kupunguza changamoto za kiafya ikiwemo utapiamlo ambao hata hivyo takwimu zinaonyesha kuwa umepungua kutoka 34.7 mwaka 2024 hadi 30% mwaka huu. Tupate taarifa zaidi. Rai hiyo imetolewa na mganga mkuu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, Daktari Frank Chiduo, kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo katika maadhimisho ya siku ya lishe kitaifa yaliyofanyika kwenye viwanja vya Msikate Tamaa vilivyopo Vingunguti, na kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni afya ni mtaji wako, zingatia unachokula. Na hilo bado Tanzania inakabiliwa na ongezeko la uzito unaozidi, yaani unene kupitia kiasi, magonjwa ya sio ya kuambukiza. Hivyo na wasihi viongozi, wataalamu na viongozi wa ndani ya wilaya yetu na tarafa hii ya Ukonga kuwa tayari kukabiliana na tabia za ulaji. Mratibu wa maadhimisho hayo, Flora Mgimba, amewapongeza watoto na wazazi waliojitokeza katika maadhimisho hayo kwa kuwa wamepata elimu muhimu ya lishe. Afya ni mtaji. Afya ni mtaji wa maendeleo ya nchi, kwa sababu tusipokuwa na wananchi wenye afya bora hawataweza kufanya shughuli mbalimbali za kimaendeleo ama za uzalishaji. Na hii hotuba yake pia imelenga kwenye kutatua changamoto ambazo zitakuwa zinaigusa pia kata yetu ya Vingunguti. Katika maadhimisho hayo wametoa elimu ya jiko darasa kwa wazazi na walezi, namna ya kuandaa chakula cha watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, ambapo pia zaidi ya watoto 70 na watu wazima zaidi ya 50 wamefanywa vipimo vya uzito na urefu. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi. Bado tuko pamoja katika taarifa yetu ya habari ya kutwa kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Mkurugenzi wa VETA Kanda ya Mashariki, John Mwanja, ameagiza walimu na management ya chuo cha VETA Kongowe mkoani Pwani kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa na wanafunzi wakati wa mazoezi ya vitendo zinatumika chuoni hapo, lakini pia zitangazwe na kuuzwa ili kujipatia kipato. Margaret Malisa ana taarifa zaidi. Akizungumza katika mahafali ya VETA Kongowe Pwani, mkurugenzi huyo wa VETA Kanda ya Mashariki John Mwanji, pamoja na mambo mengine, amesema serikali inatambua umuhimu wa vijana kupata ujuzi wa fani mbalimbali, na hivyo imeendelea kujenga vyuo vya ufundi stadi hadi wilayani kote ili kila kijana wa Kitanzania afikiwe na fursa hiyo. Katika nchi yetu VETA ndio waliokasimiwa, ndio walioaminiwa na serikali kwa ajili ya kutoa ujuzi kwa kila Mtanzania wa nchi. Mahali popote unapoona kuna ujuzi, manake hiyo ni VETA. Mahali popote, yaani ujuzi wa aina yoyote. VETA yetu inaanzia majumbani mpaka barabarani. Kwa sababu unapopika ni ujuzi, ile ni VETA. Unapodeki nyumba, unapotandika kitanda, ule ni ujuzi, ile ni VETA. Na kazi zote hizo zipo VETA. Katika fani hizo 6 ambazo ni usaidizi wa maabara, majokofu na viyoyozi, umeme wa majumbani, ufundi magari, umeme wa magari, uchomeleaji na uungaji vyuma. Katika fani hizo mafunzo yanatolewa kwa muda wa miaka 3. Wazazi, naomba mnisikilize vizuri hapa, tuje tukaelewana kidogo ninapozungumza kuhusu haya mafunzo ya wanagenzi pacha. Ndio sababu wanafunzi wetu kwa sehemu kubwa wanakuwa katika vitendo. Mgeni rasmi katika mahafali hayo, mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Rehema Foundation Zuberi Salum, pamoja na mambo mengine, amesisitiza wazazi kuwapeleka vijana wao wa kike kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi
kwani bado idadi ya wasichana kujiunga na VETA ni ndogo. Lakini hawa kwa uwezo wa Mungu wapo uhai, wanapoenda ni mbali kuliko walikotoka. Bado wana fursa kubwa sana ya kuinua uchumi wa Tanzania na maisha ya Watanzania na ustawi wake. Kwa hiyo sisi kama wazazi tuendelee kuwalea katika malezi bora ya kujitegemea ili tusije kuwa na jamii tegemezi. Margaret Malisa, Channel 10. Na mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amepokea mbegu bora kilo 6,000 za ufuta, kilo 3,000 za mbaazi na kilo 3,000 za choroko kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA. Zigawiwe bure kwa wakulima, ambazo zinaenda kuongeza njia mbadala ya kuongeza kipato kwa mkulima wa mkoa wa Mtwara ambao alikuwa wanategemea zao la korosho peke yake. Taarifa ya mwanahabari wetu Jimmy Mengele kutoka mkoani Mtwara inafafanua zaidi. Akiongea katika hafla ya kukabidhiana kwa mbegu hizo kutoka COPRA, mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amesema amepongeza hatua hiyo ya COPRA kwa kugawa mbegu bora na kuwawezesha wakulima kuwa na mazao mengi katika kujiingizia kipato. Kwa hiyo mapinduzi haya ya kuleta mazao mengine, mimi siiti mbadala, naita mazao mengine, ufuta, mbaazi, choroko, na sasa tunajipanga kwenye mazao mengine zaidi, njugu, karanga na mengine, yaingie nayo kwenye mfumo rasmi ili wakulima wetu wawe na vyanzo vingi badala ya kutegemea zao moja la korosho. Akielezea mikakati ya COPRA kwa mkoa wa Mtwara, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA, Dr. Aileen Mlola, amesema wanatarajia kuingia mkataba na bodi ya korosho ili kuwatumia maafisa ugani walioajiriwa na bodi ya korosho waweze kusimamia wakulima ambao wanazalisha mazao yanayosimamiwa na COPRA. Kwenye makubaliano na wenzetu wa bodi ya korosho kuona jinsi ambavyo tutawatumia wale maafisa ugani ambao wako chini ya bodi ya korosho, ambao wanachagiza elimu kwa wakulima wetu, wanachagiza ujuzi kwa wakulima wetu. Basi sisi COPRA tunaenda kuwatumia wale na kuwapa kazi ya ziada ili waweze kusimamia kwa kuungana na maafisa ugani tulionao, waweze kusimamia kwa kikamilifu kuhakikisha hizi mbegu, kuhakikisha ujuzi unaohitajika katika mazao haya unapatikana kwa wakulima wetu ili tija iendelee kuwa bora, wakulima wapate mazao bora ambayo yanalingana na vile viwango vinavyohitajika kwenye soko la kimataifa. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Mtazamaji, taarifa yake Jimmy Mengele kutoka mkoani Mtwara ndio inatupa fursa ya sisi kumulika habari kutoka mataifa mbalimbali. Tukianzia kule nchini Nigeria, serikali ya Nigeria imepinga vikali vitisho vya kijeshi vilivyotolewa na rais wa Marekani kuhusu madai ya mateso dhidi ya Wakristo nchini humo. Madai hayo ya Marekani yanatokana na shinikizo kutoka kwa baadhi ya wanasiasa wa Marekani na watu mashuhuri waliodai kuwa mauaji ya Wakristo yanayoendelea nchini Nigeria. Hivi karibuni Rais Trump alitangaza kuiweka Nigeria kwenye orodha ya nchi zinazokiuka uhuru wa kidini, hatua ambayo imekosolewa na serikali ya Nigeria. Baada ya ujumbe huo, msemaji wa rais wa Nigeria, Daniel Bwala, amesema madai hayo yametokana na ripoti za matukio ya zamani, hasa wakati wa kundi la Boko Haramu lilipoanzisha uasi wa kutekeleza tafsiri kali ya sheria ya Kiislamu. Naam, tuangazie taarifa nyingine kutoka Israel. Wizara ya Afya ya Lebanon imesema takribani watu 13 wameuawa katika shambulio lililofanywa na majeshi ya Israel karibu na kambi ya wakimbizi ya Kipalestina kusini mwa nchi hiyo. Lakini jeshi la Israel limejibu ripoti hiyo kwa kusema kuwa liliwalenga wanachama wa kundi la Kipalestina la Hamas wanaofanya kazi katika eneo la mafunzo la Ain el Helwa. Jeshi hilo limesema eneo hilo linatumiwa na Hamas kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya Israel, madai ambayo hata hivyo Hamas imeyakataa ikisema huo ni uzushi na uongo. Israel imekuwa ikitekeleza mashambulizi ya anga mara kwa mara dhidi ya watu na maeneo nchini Lebanon tangu makubaliano ya kukomesha mgogoro wa kundi lenye silaha la Hezbollah linaloungwa mkono na Irani.
Naam, ni hayo tu ambayo tumemulika hii leo kwa upande wa habari za mataifa mbalimbali, lakini pia ndo tumekamilisha habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Najma Abdallah, mwenzangu ni Ramla Jabu anayetuongoza kwa upande wa lugha ya alama. Unaendelea kufuatilia taarifa yetu ya habari kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi na kufuatilia taarifa yetu ya habari mubashara kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Asante na karibu tena kama ndo kwanza unajiunga nasi. Mimi ni Najma Abdallah, mwenzangu ni Ramla Jabu ambaye anatuongoza kwa upande wa lugha ya alama. Karibu sasa tumulike habari za biashara, na usiku huu tuko naye mwanahabari wetu Beatrice Eric. Karibu. Asante Najma Abdallah. Zifuatazo sasa ni habari za biashara na uchumi kwa siku ya leo. Tunaanzia hapo mkoani Mara. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amekabidhi kilo 1000 za mbegu za choroko kwa wakulima wa halmashauri za Musoma na Bunda, ambapo amewataka maafisa ugani kwenda kusimamia uzalishaji wa zao hilo kwa wilaya zote za mkoa huo. Musa Makali anaripoti zaidi kutoka Mara. Mbegu hizo zimetolewa na mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, ikiwa na jitihada za serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kuwainua wakulima na kuhakikisha wananufaika na sekta hiyo ya kilimo. Sasa nitoe rai tu kwa wenzetu wa halmashauri mbili hizi ambazo tunawakabidhi mbegu hizi, mkahakikishe wakulima wanapanda kwa wakati. Kwa Mara umejipanga kuongeza uzalishaji wa zao hilo kutoka tani 100,000 za sasa na angalau kufikia tani 500,000. Jambo kubwa ambalo tulilonalo ni kuongeza uzalishaji, na kwa kiwango tu cha chini tunatarajia kuvuka, tutakwenda hata 500,000 kama mkoa wote tutazalisha. Kwa halmashauri zote tutaiacha manispaa tu, lakini nao pia wana ardhi ya kuzalisha. Naomba niendelee kuwasisitizia wakulima kutumia mbegu bora, kwani itaweza kuwasaidia kupata tija, lakini pia kupata mavuno ya kutosha na yaliyo bora, ili waweze kufikia masoko ambayo yameshaanza kuonekana. Changamoto ilikuwa upatikanaji wa mbegu bora, lakini pia utunzaji, viuatilifu, lakini kwa masa hii nafikiri sasa upatikanaji wa mbegu utakuwa mkubwa sana, kwa sababu sasa itaongeza uzalishaji na kuweka hamasa. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Jumla ya kilo milioni 8.4 za zao la korosho zenye thamani ya shilingi bilioni 21.30 zimenunuliwa kwenye mnada wa pili uliofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, ambapo kilo moja imeuzwa kwa shilingi 2524, huku wakulima wakitakiwa kuzingatia ubora pindi wanapopeleka kwenye vyama vya msingi vya ushirika AMCOS. Ifuatayo ni taarifa zaidi kutoka kwa Dita Nyoni. Akitangaza bei ya soko katika mnada wa pili ambao umeendeshwa kidigitali chini ya usimamizi wa soko la pamoja la bidhaa Tanzania TMX, mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika wilaya ya Tunduru Musa Manjaule amesema bei imepanda ukilinganisha na mnada uliopita ambapo kilo moja ilinunuliwa kwa shilingi 2210, huku meneja wa TAMCU Marcelino Mrope amesema kiwango kinachohitajika katika ubora wa korosho ni 50 kupanda juu. Kilo zinazouzwa ni kilo milioni 8,441,204. Bei ya chini imekuwa shilingi 2460 na bei ya juu imekuwa shilingi 2560, na kufanya mzigo wote uliopo ghalani leo kuisha kwa maghala yote manne. Takriban milioni 17 zinaenda kwa wakulima, lakini hizo pesa zingine zipo kwa wadau wengine ambao wapo katika mnyororo wa thamani. Kwa upande wa mkuu wa wilaya Gervas Masanja amewataka wakulima kuendelea kuzingatia ubora wa korosho ili mnada unaofuata bei ya soko iweze kuongezeka, huku meneja wa bodi ya korosho tawi la Tunduru Shauri Mokiwa akaeleza kanuni za kuzingatia kabla ya kupeleka ghalani. Hebu tuwatumie hawa wataalamu. Hawa ndio watakao tusaidia sisi katika kuhakikisha kwamba korosho tunayoizalisha wilaya ya Tunduru na mkoa wa Ruvuma ina ubora. Tuvune kwa kuokota, tusitikise wala tusichume. Baada ya kuziokota tuzitenganishe na bibo pale pale. Kutoka Ruvuma, Dita Nyoni, Channel 10.
Taasisi mbalimbali ikiwemo za kifedha hapa nchini zimehakikishiwa usalama wa taarifa na mienendo ya miamala baada ya kuanzishwa kwa mfumo maalum wa kompyuta utakaopatikana hapa nchini, tofauti na ilivyozoeleka kwa makampuni mengi kupata huduma hizo nje ya nchi. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Uhakikisho huo umekuja baada ya kampuni ya masuala ya fedha ya Wingu Africa kuzindua huduma mpya itwayo Wingu Cloud Service, ambapo sasa wafanyabiashara au makampuni ya kibiashara hayatahitaji kupata huduma nje ya nchi, badala yake watapata huduma nchini Tanzania ili kuweza kulinda taarifa muhimu. Benefit for Tanzanian companies, large and small, is that they will be able to... Lina faida kubwa kwa makampuni ya kibiashara ya Kitanzania, makubwa kwa madogo, kwa kuwa wataweza kulipa kwa shilingi za Kitanzania, na hivyo kutasaidia kulinda mzunguko wa fedha wa ndani bila kuathiriwa na miamala ya nje kupitia mtandao au kutomlazimu mfanyabiashara kusafirisha fedha. Huneid Hussein ni mkurugenzi mtendaji Wingu Tanzania na Bilali Tofiki, meneja wa taarifa Wingu Tanzania, wakaeleza namna walivyojipanga kuhakikisha mifumo inakuwa salama kwa watumiaji. Na sisi tunawahakikishia kwamba data zao zitabaki kuwa secure, zitakuwa reliable na zitabaki kuwa ndani ya nchi, kwa hazitaweza kupotea. Lakini kutokana na sheria na sera za nchi kwamba taarifa zote zinatakiwa zikae ndani ya nchi. Kwa sisi kama Wingu tumejenga mfumo, tumejenga miundombinu. Kwa hiyo Watanzania, kampuni zote za Kitanzania na startup zote sasa hivi mifumo yao na data zao zitakuwa zinaweka katika miundombinu yetu ambayo ipo hapa ndani ya nchi. Esther Mtebe, Channel 10. Naam, hivyo ndivyo tumehitimisha habari za biashara na uchumi kwa siku ya leo. Nikurejeshe kwake Najma Abdalla ili uweze kuendelea na taarifa yetu ya habari. Kwako Najma. Bila shaka mtazamaji wetu ameweza kufahamu yapi yamejiri kwa upande wa biashara hii leo, tukiangazia zaidi sokoni. Asante, na baada ya mapumziko mafupi mtazamaji tutarejea hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Mwana michezo wetu Sports Lady Witness Ngalawa yuko tayari kabisa, na muona amekwisha jiandaa kuja kukujuza ni yapi yamejiri katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani hii leo, vya ndani na nje ya Tanzania. Usiondoke. Naam, asante Najma Abdalla kunipa kijiti kwenda kuangaza yapi ambayo yamejiri hii leo katika viwanja mbalimbali vya kimichezo na burudani. Kama kawaida wako dimbani ni winga teleza Witness Ngalawa, nipo hapa kukuhabarisha yale ya kimichezo zaidi. Tuwe sote mpaka mwisho wa gurudumu hili. Kubwa kitaifa ni kuwa klabu ya Simba imezindua rasmi kampeni za kuhamasisha mashabiki kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya Jumapili kushangilia timu yao kwenda mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Atletico Petro de Luanda, uzinduzi ambao umefanyika maeneo ya Chanika, Zingiziwa na umeambatana na kufunguliwa kwa taji jipya la klabu hiyo. Mwanamchezo wetu Eden Bahati anatuarifu zaidi. Yes, hapa ni Chanika Zingiziwa ambapo klabu ya soka ya Simba inafanya uzinduzi rasmi wa hamasa kuelekea katika mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi michuano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Petro Luanda kutokea kule Angola. Lakini kubwa zaidi, afisa habari wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali ameweza kufanya uzinduzi rasmi wa tawi la Simba kutoka hapa Zingiziwa maeneo ya Chanika. Nafasi tupate kumsikiliza Ahmed Ali akizungumza. Lakini mashabiki wa Simba wanazungumza nini katika siku ya uzinduzi wa rasmi wa hamasa kuelekea katika mchezo huo muhimu? Mnalazimika wanazingiziwa kila mechi bila kukosa kuja Benjamin Mkapa. Hii sio kazi ya watu fulani ya kwenda uwanjani. Hii ni kazi na ni jukumu la kila mwana Simba kwenda uwanjani tunapocheza mechi mbalimbali za kimashindano. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa, mwenyekiti, katibu, hilo ni jukumu lenu kuhakikisha kila safari, kuhakikisha kila mechi na ninyi mnakuwa sehemu ya wanasimba
wanaokwenda kwenye mechi husika, wanaokwenda kwenye safari husika. Sisi tukishakuwa Dar es Salaam, mechi zetu ni 3. Tunataka pointi 9 tu. Very bad hapo tunapata pointi 1 ama tunashinda ugenini tunaenda makundi. Klabu bingwa haichezi mazoea. Klabu bingwa anacheza kwa hesabu. Ukibuluzi kwenye hesabu tumekwenda na maji. Tuna furaha kubwa sana kwa sababu hapa Ahmed Ally kwetu alikuwa tunaonekana hatokuja. Ina maana mpaka leo Ahmed Ally amekuja. Viongozi tunaheshimishwa kwamba tumejipanga vizuri, tumejiandaa na mashabiki watajitokeza kwa wingi. Yaani vibe lipo la kutosha. Hamna uoga wote kuelekea katika mchezo huu? Simba waga hatuogopi wala hatuteteleki. Wenzetu wanajua watani wanaanza Jumamosi. Ila sisi tunataka tuone wao wakitia aibu. Sisi Jumapili tunaheshimisha taifa. Hamna uoga wote kuelekea katika mchezo huu? Sisi ni wenyeji wa hizi kazi. Hatunaga wasiwasi kucheza na mtu yoyote kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Wana Simba wanasema wana alama 9 za Benjamin Mkapa, lakini watapambana kuhakikisha kwamba wanakwenda kupata alama zingine ambazo zitakuwa nje ya Dar es Salaam. Kutoka hapa Zingiziwa Chanika, mimi ni goalkeeper kisasa wa mpira Eden Bahati, na hii ni Channel 10 Michezo. Asante Eden Bahati. Nayo klabu ya Yanga imezindua jezi mpya maalum kwa ajili ya michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika CAF ambayo itaanza kutimua vumbi rasmi Novemba 22 mwaka huu. Baada ya uzinduzi huo, mashabiki wa Yanga jijini Dar es Salaam wameeleza kufurahishwa na hatua hiyo, huku wakisifu ubora wa jezi hizo sambamba na kuelezea matumaini yao kuelekea mchezo wao wa kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya FAR Rabat ya huko Morocco, mchezo ambao utachezwa kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Naam, kwingineko, mfadhili wa zamani wa timu ya Simba ambaye kwa sasa ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu hiyo Azim Deuji amewataka mashabiki wa Simba kujitokeza kwa wingi kwenye mchezo wao wa kwanza wa hatua ya makundi ya michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, mchezo ambao utachezwa dhidi ya Petro Atletico Novemba 23 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Ametoa wito huo wakati wa mazungumzo maalum na Channel 10 Michezo, ambapo amesema mashabiki wana nafasi kubwa ya kuamua matokeo ya mchezo huo wakichagizwa na kikosi bora cha timu yao kwa sasa. Wenyewe mnajua kwamba nyinyi ni watu muhimu sana na tunawashukuru wakati mnapokuja kushangilia timu. Wachezaji wanapata morali, klabu inapata pesa na nyinyi mnafurahi vile vile. Kwa hiyo mje kwa wingi ili tujaze uwanja. Nimefurahi juzi kuona kwa jana kwamba wakati klabu ilikuwa inasema kwamba tunaweza tukaingiza watu bure, basi mashabiki wakakataa, nasema klabu yetu sio ya kuingiza mashabiki bure. Kwa hiyo nimefurahi na kauli yao na nafurahi na moyo wao wa kusema bwana, sisi tunaisupport klabu yetu, kwa naomba mje kwa wingi. Sambamba na hilo, Azim ametumia nafasi hiyo kuvitakia heri vilabu vya Yanga, Azam na Singida Black Stars ambao pia wanaiwakilisha Tanzania kwenye michuano ya CAF. Singida vile vile wanaingia mara ya kwanza kwenye mashindano na watakia kwamba waweze kufanya vizuri kwenye mashindano. Yanga pamoja na kuwa mahasimu wetu, tunaomba na wao wafanye vizuri. Maana kwa hii kikombe la klabu bingwa tuko wawili, Simba na Yanga. Sasa wanapofanya vizuri, automatically na Simba wanatakiwa kukazana ili na wao wafanye vizuri. Sasa inakuwa kama tunasukumana, sisi tunamsukuma yeye na yeye anatusukuma sisi. Kwa hiyo ni muhimu kwamba Yanga vile vile waweze kufanya vizuri. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Naam, asante Juma Bromani kwa taarifa hiyo. Kumradhi mtazamaji, kuhusiana na ile taarifa ya Yanga ya uzinduzi wao wa jezi maalum kwa ajili ya michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, hebu tuwatazame kwa uchache mashabiki wa Yanga jijini Dar es Salaam ambao wameelezea kufurahishwa na hatua hiyo. Uzi mzuri kwa kweli. Mzuri, ila mimi nimeupenda sana ingaje timu yangu, si ndio? Nimeupenda sana niliovaa na kijani. Ile bango sijalipenda, nizungumze tu kweli. Arabati nini bwana? Unaogopa ile wale wazungu? Rangi ya kizungu ile. Niko vizuri. Asubuhi tunafunga. Mimi nafunga mapema mno. Hata nikimwambia mtu laki apingi.
Ni uzi umesimama mzuri. Huu ni shilingi 50. Shilingi 50. Unaendana na matokeo ya mechi ya Jumamosi? Ndugu yangu, hatoki mtu. Bwana, huu uzi mkali sana. Umeona, na kwa jinsi nilivyoona uzi yani unaendana kabisa na matokeo ya kesho kutwa. Umeona, kesho kutwa Mwarabu hatoki. Uzi unyama mwanangu. Uzi unyama sana. Mimi sijapiga wala sijaibiwa. Uzi wenyewe. Aina moja. Sisi familia, si ni familia. Si ni familia. Kwa tumeamua tumechisha kama hivi. Ila jezi zote kali. Zote tatu kali. Kipengele kimekuja kwenye sarafu tu hela. Ila jezi zote kali. Uzi umesimama vibaya mno. Si unaona mzee, uzi mkali kabisa huo. Au namba mbamba. Kusukuma kwa miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kununua jezi za Yanga za kimataifa. Ni kweli, kwa sababu mimi sio mshabiki tu wa Dar es Salaam Young Africans. Mimi ni mwanachama kabisa wa Dar es Salaam Young Africans. Na kwingineko, timu ya Azam FC mapema leo imeanza safari kuelekea nchini Kongo kwa ajili ya mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya AS Maniema Union, mchezo ambao utachezwa Novemba 23. Azam FC ambao ni wawakilishi kutoka Tanzania katika michuano hiyo msimu huu wanaanza safari yao ya kihistoria katika hatua ya makundi, ikiwa ni mara ya kwanza kwa klabu hiyo kufikia hatua hiyo tangu ilipoanzishwa miaka 21 iliyopita. Katika mchezo huo Azam FC inategemea kwa kiasi kikubwa utaalamu na uzoefu wa benchi lao la ufundi linaloongozwa na makocha Florent Ibenge na Aniset Makiadi ambao wanauelewa mpana wa soka la nchi hiyo. Vile vile macho yataelekezwa kwa mshambuliaji wao nyota Jefte Kitambala Bola ambaye msimu uliopita alikuwa akitumikia AS Maniema Union, hivyo kuwapa Azam FC faida ya kumiliki mchezaji anayewafahamu vyema wapinzani wake. Na huko Arusha, mwanariadha chipukizi wa timu ya taifa Benjamin Fernandez ameipeperusha vyema bendera ya Tanzania katika mashindano ya dunia ya mbio za milima 7 yaliyofanyika nchini Uholanzi. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Benjamin Fernandez alishika nafasi ya 3 katika mbio za kilomita 15 na kuvunja rekodi ya taifa iliyokuwa ikishikiliwa na mwanariadha wa kimataifa Gabriel Gehai. Akizungumza mara baada ya kuwasili nchini kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro yani KIA, Benjamin ameeleza siri ya mafanikio yake ni kujituma pamoja na nidhamu. Mafanikio katika mchezo huu wa riadha ni kujituma, kuwa na nidhamu kwenye mazoezi, kuwasikiliza wakubwa. Katika mashindano hayo ya dunia nawahakikishia Watanzania kwamba nitaleta medali ya dhahabu. Vipaji viko vingi nchini mwetu, shida ni pale ambapo uwekezaji hawapo. Binafsi na shauri jamii na serikali wathubutu kuwekeza kwenye mchezo wa riadha ambao ni rahisi kuwekeza. Mchezo pekee ambaye mtu mmoja anaweza kuwakilisha nchi katika michezo ya kimataifa. Awali Rais wa shirikisho la riadha Tanzania, Robert Steven Akwari, ameeleza mikakati ya kuendelea kuinua kiwango cha timu ya taifa cha riadha na kuongeza ushindani wa kimataifa. Yale yalikuwa mashindano makubwa, walikuwepo mabingwa wakubwa kutoka Ethiopia na Kenya, lakini mliona jinsi alivyopambana. Tulikuwa tunaangalia moja kwa moja yale mashindano. Niseme tu wazi, hamasa hii kubwa mnayoona kwa vijana wetu, hii ni kwa sababu ni ile medali ya Simba ya Tokyo. Na vijana wetu sasa wamekuwa na hamasa kubwa. Sisi kama shirikisho tunahamasisha makocha, tunahamasisha vijana wetu kama alivyoeleza hapo kwamba sasa sisi tunataka kila mmoja anataka alete medali ya dhahabu. Lakini vile vile motisha ambayo inatolewa mara kwa mara na serikali yetu. Ni Novatus Makunga, Channel 10. Asante Novatus Makunga kwa taarifa hiyo, na taarifa yake ndio inanipa utuo upande wa viwanjani kitaifa. Twende tukaangaze kunani katika anga la kimataifa. Huu ni uga wa michezo kimataifa na haya ndio ambayo yamejiri katika maeneo mbalimbali duniani. Bingwa wa dunia wa masumbwi wa uzito wa juu Alexander Usyk ameweka rehani hadhi yake ndani ya ngumi baada ya kuthibitisha kuachia mkanda wake wa WBO kufuatia shinikizo la kutakiwa kupigana pambano la lazima dhidi ya mpinzani Fabio Wadley. Uamuzi huo umetangazwa rasmi na shirikisho la mchezo wa masumbwi duniani WBO, ambayo imethibitisha kuwa Usyk hatatetea taji hilo kama ilivyohitajika. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Usyk
alichukua hatua hiyo baada ya mazungumzo marefu kati yake na kamati ya WBO ambayo hatimaye ilipokea barua ya kuthibitisha kuacha mkanda. Hatua hiyo inamaanisha kwamba nafasi ya bingwa kamili sasa inahamia kwa Fabio Wardley ambaye alikuwa mpinzani wa lazima na alikuwa tayari kupigana endapo Usyk angekubali masharti. Licha ya kuachana na mkanda wa WBO, Usyk bado anabaki kuwa mmoja wa mabondia wakubwa zaidi duniani, akiendelea kumiliki mikanda mingine ya uzito wa juu, hatua inayoendelea kumweka katika mstari wa juu wa mabingwa wa dunia. Kwingineko, LeBron James ameweka rekodi mpya katika ligi ya kikapu nchini Marekani NBA baada ya kuwa mchezaji wa kwanza kushiriki misimu 23 mfululizo alipoiongoza Los Angeles Lakers kupata ushindi wa vikapu 140 kwa 126 dhidi ya Utah Jazz alfajiri ya leo. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 40 ambaye alikosa mechi 14 za mwanzo wa msimu kutokana na majeraha, alirejea uwanjani akiwa katika kiwango cha juu na kuchangia alama 11, assist 12 na mpira mitatu ya rebound katika dakika 30 alizocheza. Kwa hatua hiyo, James amevunja rekodi ya Vince Carter aliyewahi kushiriki misimu 22 mfululizo. Pia kutokana na kufunga mitupio miwili ya mbali 3-pointers, amempita Reggie Miller kwa kupanda nafasi hadi nafasi ya 6 katika orodha ya wafungaji bora muda wote wa NBA katika eneo hilo. Ushindi huo umeipandisha Los Angeles Lakers hadi nafasi ya 4 katika msimamo wa kanda ya magharibi, huku Utah Jazz wakishuka hadi nafasi ya 10. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Asante msimulizi wetu Salum Pelembo kutupitisha kuangaza kunani katika anga la michezo kimataifa, na ndivyo ambavyo na tamatisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Hakika wewe ni wa thamani zaidi kwetu. Baada ya muhtasari wa habari, Najma Abdalla atenda kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aongoza kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika leo Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Chama cha Mapinduzi chasema kitaendelea kusimamia utendaji wa serikali huku kikiwataka watumishi wa umma kuhakikisha wanawajibika kwa wananchi. Watu 13 wauawa kufuatia shambulio lililofanywa na majeshi ya Israel karibu na makazi ya wakimbizi wa Kipalestina iliyopo nchini Lebanon. Na katika michezo, klabu ya Simba yazindua rasmi kampeni ya kuhamasisha mashabiki kujitokeza uwanjani kwenye mechi ya CAF dhidi ya Atletico Petro di Luanda. Mtazamaji, asante kwa kuichagua Channel 10 Habari. Asante kwa kuwa nasi toka tulipoianza taarifa yetu ya habari mpaka muda huu ambao tumehitimisha. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, Jumatano, Novemba 19, 2025, mimi ni Najma Abdalla. Tulikuwa sote kuangazia habari za kitaifa na mataifa mbalimbali. Kwa upande wa habari za biashara na uchumi, tulikuwa na Beatrice Eric, lakini hivi punde tu mwanamichezo wetu Witness Ngalawa alikuwa hapa kukujuza habari za michezo na burudani, bila kumsahau mkalimani wa lugha ya alama Ramla Jabo. Niwatakie nyote usiku mwema. Kwa heri kwa sasa.